nataka nikupeleke kwenye sheria namba 4 kwa ajili ya muda wetu. Sheria namba 4. Sheria namba 4 inasema hivi: T, sheria za msimu mpya. T, sheria za msimu mpya zilizorasimishwa kwa ajili yako binafsi katika msimu. T, sheria za msimu zilizorasimishwa kwa ajili yako binafsi. Alafu utaandika hapo Joshua 1 mstari wa 1 na ule wa 9, na nitaomba tupasome kidogo. Nitasoma kitabu cha Joshua sura ya 1 na mstari wa 9. Sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 9. Amen. Nitasoma kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 9. Biblia inasema ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Joshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalisisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Mstari wa 9 anasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia vizuri, inaanza historia yake kufa kwa Musa, na Joshua alikuwa ni mtu wa karibu na Musa, ni msaidizi wa Musa, ni mtumishi wa Mungu chini ya Musa. Haleluya. Kila sheria ya wana wa Israeli ni sheria iliyomhusu na Joshua pia, lakini kila sheria aliyopewa Musa haikumhusu Joshua na watu wengine. Sio kama unaelewa vizuri? Kuna mambo Mungu alimwambia Musa kwa ajili ya Israeli wote, ikiwa ni pamoja na Musa mwenyewe, lakini kuna mambo Mungu alimwambia Musa kwa yeye Musa peke yake. Haleluya. Sasa Musa amekufa na Joshua anatakiwa kuchukua msimu mwingine. Musa amewatoa watu Misri, amewaleta mpaka jangwani. Msimu wa kwanza unaisha, unaanza msimu wa pili wa kutoka watu jangwani kwenda nchi ya maziwa na asali. Mungu anamwambia Joshua, habari za Israeli wote na wewe zinakupasa, lakini kitu kitakachokufanikiwa
viongozi wako, ili kuweza kufikia kwenye msimu wa kuwapeleka watu wao kwenye msimu niliowakusudia, kuna sheria binafsi kwa ajili yako. Zile sheria zote nilizosema na Musa, zile sheria Musa alisema na wewe. Sasa zile sheria zisitoke kinywani mwako. Haleluya! Zile sheria zisitoke kinywani mwako, kwa sababu kwa zile sheria wewe utafanikiwa kuwapeleka hawa watu mahali nimepakusudia. Ukiziacha zile sheria hautafanikiwa, lakini kama utazifuata, mimi Mungu niko pamoja na wewe ili nikufanikishe. Haleluya! Kumbe Mungu anapofungua lango la msimu mpya juu ya mtu, anaachilia sheria kwa huyo mtu, na Mungu anapoenda kwa mtu ili kumsaidia mtu kufika kwenye msimu mpya, Mungu anazifuata sheria. Kwa hiyo mtu akiziacha sheria za msimu, anamwacha Mungu kwa ajili ya hiyo msimu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima mjue, unataka utoke kwenye dhiki ulio nayo, unataka utoke kwenye magonjwa ulio nayo, unataka utoke kwenye maskini na madeni ulio nayo, kuna nini Mungu amekwambia wewe cha kufanya juu ya hilo unalotaka liondoke ili lije jipya? Hakuna mtu aliomba jambo jipya kwa Mungu, Mungu asitoe maelekezo mapya. Haijawahi kutokea. Vinginevyo hujamsikia ama hujamwelewa, lakini amesema. Shida yetu ni kwamba tunataka kuhama kutoka msimu mmoja kwenda msimu mwingine, mimi binafsi kwa sheria sisi wote. Haiwezekani. Biblia inasema msiache kukutanika kama ilivyo desturi ya watu wengine. Pale wanaambiwa watu wote waliomwamini Kristo wawe na utaratibu wa kukutanika, lakini pamoja na hiyo sheria ya wote, kuna sheria ya kwako binafsi. Ndio maana Paulo anamwandikia Timotheo, kwa habari ya tumbo lako kunywa na kadivai kidogo. Hasemi kanisa linywe divai, ila huyu Timotheo kwa sababu binafsi ya kile anachopitia na kinachotakiwa kuja mbele yake, kuna kitu cha ziada anaelekezwa yeye kufanya. Haleluya! Mungu amekuelekeza nini wewe kwa kile ambacho ulimuomba? Mungu amekuelekeza nini? Kuna watu hapa Mungu alishawajibu, lakini wamepishana na majibu yao. Kwa nini? Unaweza ukamwambia Mungu, naomba niondolee roho ya usingizi. Kwa nini nasinzia ibadani? Niondolee roho ya usingizi. Alafu Mungu anakujengea utaratibu wa kuamka saa 9 usiku. Kila ikifika saa 9 Mungu anakuamsha, amka, amka, amka. Alafu ukiamka unajinyosha, nimechoka. Mungu mwenyewe anajua nimechoka. Unageukia upande wa pili, unavuta shuka kama maiti, unataka usingizi kuisha. Haiwezekani, haiwezekani. Unamwambia Mungu, niepushe na roho ya ulevi, niepushe, lakini rafiki zako, watu unaokaa nao muda wote ni walevi. Alafu unataka roho ya ulevi ikuondoke. Watu wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana, na rafiki wa mtu ni sawasawa na rafiki yake alivyo. Kwa nini? Chuma unawa chuma. Huwezi kukaa na walevi ukasema siwezi kunywa pombe. Hautakunywa siku ya kwanza, hautakunywa mwezi wa kwanza, hautakunywa mwaka wa kwanza, lakini kadiri unavyokaa nao, ipo siku utakuwa mlevi tena pengine kuliko hao. Mungu amesema nini na wewe? Mungu amesema nini na wewe? Yuko tayari kukubadilishia maisha, yuko tayari kuachilia msimu mpya, lakini umesikia nini kutoka kwake? Joshua anapewa maelekezo ya kimsimu. Lazima niliyomwelekeza Musa wewe yatii, uyafuate yote,
kwa sababu katika hayo mafanikio yapo mbele yako. Mungu ameongea nini na wewe? Wakati mwingine mtumishi anaweza akasimama tu hapa akasema, Pastor Patrick, Jumapili ijayo nataka uende ufute hivi viti. Unaona, apostle anadharau sana. Yaani mimi askofu nikafuta viti. Kumbe sio mimi. Mungu anatafuta unyenyekevu wako ili kupokea maelekezo yake kwa ajili ya msimu wako. Unapofikiri ni dharau kufuta viti kwa sababu ya cheo chako, unapoteza nafasi ya msimu wako, na utaendelea kuishi maisha yale yale ya kawaida, na utafikiri Mungu hajakujibu, lakini Mungu amekujibu, umeyakataa majibu. Haleluya. Watu wanafikira kwamba nikimwambia Mungu niinue kwenye uchumi, kesho nikutane na message kwenye simu, M-Pesa, umepokea milioni 5, alafu aliyotuma mjui. Haleluya. Ndio maana watu wenye hekima za kibinadamu wakisema tikisa simu, ile simu yako juu, sema hello mbinguni, nataka pesa. Hello mbinguni, nataka pesa. Afuangalie. Afu mbinguni kuna mawakala. Yaani umeenda saa ngapi? Hamna wakala mbinguni wa kutuma pesa kwenye simu yako. Ila mbinguni kuna mawakala wa kutuma nguvu kwenye kazi yako. Ndio maana Mungu alisema utamtukuza Bwana Mungu wako kwa kuwa ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Asemi ndio anayekupa pesa, Mungu anakupa nguvu. Ukishapata nguvu, nguvu ikupa utajiri. Haleluya. Usiwe mlokole wa kuomba, ukimaliza kuomba unaenda kulala. Au ni walokole waliofilisika mawazo. Au ni walokole walioamua kufa maskini. Wataenda mbinguni, ila wataenda kama Lazaro maskini. Lazaro hata alipofika mbinguni, bado mbingu ilipabua kama Lazaro maskini. Haleluya. Kama unataka kufika mbinguni ukawe chokoraa, nenda mbinguni kwa chokoraa. Ukitaka kwenda mbinguni ukaishi Masaki, nenda mbinguni ukaishi Masaki. Mipango ya utaishije unakoenda inatengenezwa sasa. Haleluya. Lakini sio kwa kutafuta fedha, kwa kutafuta utakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wamefundishwa sheria za watumishi. Ngoja nikumegee siri hii. Sheria popote inapotungwa au inapowekwa, inawekwa kudhibiti tabia. Haleluya. Mungu ikiwa ameona mimi mtumishi wake ni mzinzi, ataniwekea sheria itakayodhibiti uzinzi wangu. Lakini sheria itakayodhibiti uzinzi wangu haidhibiti uongo wako. Shuka unaendelea vizuri. Haidhibiti ulevi wako, haidhibiti uwizi wako. Sasa fikiri hivi, malaika anamtokea mke wa Manoa, alafu anamwambia utapata mtoto mwanaume, lakini chunga sana, wakati ukiwa mjamzito usile vitu vilivyotiwa chachu, usinywe kileo. Anapewa masharti yeye akiwa mjamzito. Kisha anaambiwa mtoto akiisha kuzaliwa, wembe usipite kichwani mwake, asinywe divai wala asiguse maiti. Kwa nini? Kwa sababu huyu mama amechaguliwa kama mama maalum kwa ajili ya kumleta mtu maalum kwenye msimu maalum. Ndio maana kuna sheria maalum za wao kuhakikisha mapenzi na makusudi ya Mungu yanatimia. Haleluya. Samsoni anazaliwa, anazuiwa kunyolewa, anazuiwa kunywa vileo, anazuiwa kushika maiti na kadhalika. Pata picha. Mwenyekiti wa wamama kanisani Bomifani ni mama yake Manoa.
Unisikiliza vizuri, pata picha. Mwenyekiti wa wamama Bonifan ni mama yake Manoa. Unajua atakwambia nini? Wanawake msijise, wanawake msinywe, watoto wenu msiwanywe nywele, watoto wenu. Hajui ya kwamba ile sheria alipewa kwa sababu ya mnaziri aliyobeba, sio kwa ajili ya taifa, sio kwa ajili ya wanawake wote. Ilikuwa ni kwa mpango wa Mungu juu yake yeye na kitakachozaliwa kwa ajili ya taifa. Haikuwa sheria kwa kanisa, haikuwa sheria kwa Wayahudi, haikuwa sheria kwa wote. Haleluya. Sasa mama Manoa anawafundisha wamama kanisani na wao wajitunze kama vile wanazao wanadhiri wakati hawazai wanadhiri. Pata picha. Mimi mchungaji wako hapa ni Samson, nina nywele huku vishungo 7. Sema unaponyoa huwezi kuwa na nguvu, unaponyoa utaenda mbinguni. Bwana amesema msibishe maiti, Bwana amesema msinywe kileo. Lakini sheria hizi aliambiwa nani? Samson. Halikuondoa kanisa. Alafu ya kinanda siku moja nitamtoa. Kama mniamini mtaona siku moja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, mama nisadiki, saa yaja na saa ikisha kufika. Saa yaja, tashangaa sasa hivi naweza kufika. Haleluya. Mimi Mungu anaweza kunipa sheria za kwangu jinsi ya kufanikiwa. Nikikufundisha hizo sheria lakini hauna karakta kama ya kwangu, hazikusaidii. Ili zikusaidie sheria za kwangu, lazima karakta yangu iwe karakta yako, haiba yangu iwe haiba yako, mipango yangu iwe mipango yako, malengo yangu iwe malengo, future yangu iwe future yako, na destiny yangu iwe destiny yako. Vinginevyo haikusaidii. Ndio maana kuna makanisa yakaweka sheria, padri haoi, lakini padri ni padri na ana wito wa kuoa. Unajua nini? Wanazaa, wanaficha watoto, wanazaa, wanaficha wake zao, wanamfanyia Mungu dhambi kwa sheria aliyepewa mtu mmoja. Ile sheria haikuwa sheria, bali ulikuwa ni ushauri ambao Paulo aliutoa, akasema hivi, mimi ninashauri, ninapendekeza ikiwezekana wote mngekuwa kama mimi, lakini kwa sababu ya mwili kila mwanaume awe na mke wake na kila mwanamke awe na mume wake. Lakini nilitamani msiwahi kabisa. Haleluya. Paulo yeye alimudu kwa sababu ya wito wake. Ndugu, huwezi kumudu wito wa Paulo na sheria za Paulo kama huna wito huo. Wewe eti usioe wewe. Mbona utahubiri na kuzimu utaenda? Wewe usioe. Nani una wito wa ndoa? Hapo sheria inakwambia usioe. Na kanisani tunajua wengine hawajali mambo ya mavazi, wamejaliwa mbii hapo amepiga zake elini, amejaliwa kalio, alafu amekaa zake mbele kapiga zake hivi. Mchungaji anahubiri akiona pale kanda la masaya, lipo saya kama ndala mafikra ikabobo shekebo. Bwana wanijua vema, Bwana. Hata mimi mtumishi wako ni dhaifu, wanijua vema Bwana. Niepushe na majaribu. Imeandikwa tunapofali tuseme Bwana utuepushe na yale majaribu. Wanijua vema, wewe wanijua vema. Niepushe na majaribu. Hakuna majaribu, wewe wewe ndio unajijaribu wewe. Kama paja la mtu linakusumbua, usimdanganye Mungu. Najikaza wewe. Kwa hiyo watu wa Mungu tufumbe macho, kumbe wanataka kujiepusha na majaribu. Acha ujinga. Kuna sheria zimewekwa kwa ajili ya mtu binafsi. Shida ya kanisa, kama Mungu alinipa sheria mimi kwa karakta yangu, nika-apply sheria ikanipa matokeo, na alifundisha kanisa. Kuna mambo ya kulifundisha kanisa yale ambayo ni in general,
yale ambayo ni kwa wote, lakini mambo yako binafsi usimfundishe mtu, usimfundishe mtu. Haleluya, watu wa Mungu.